Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia ushindani wa kibiashara uliopo katika ukanda wa Bahari ya Hindi, nchi yetu imechukua hatua mahususi ili kunufaika na fursa ya kijiografia ambayo tunayo ya kuwa ni lango kuu la biashara kwa nchi jirani. Hatua hizo ni pamoja na uboreshaji wa bandari zetu zilizoko katika bandari kuu na uwekezaji wa sekta binafsi katika kutoa baadhi ya huduma bandarini. Idadi ya makasha yanayohudumiwa kwa sasa yameongezeka na kufikia 686,515 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 2025, ikilinganishwa na makasha 670,724 yaliyohudumiwa katika kipindi kama hicho wa mwaka uliopita. Ongezeko hilo linachangiwa na uwekezaji uliofanywa katika gati 0-7, ambapo idadi ya makasha yaliyohudumiwa katika eneo hilo yaliongezeka kutoka 122,339 hadi 160,286 katika kipindi hicho. Aidha, muda wa meli za makasha kusubiri nangani umeondolewa kabisa. Hivi sasa meli hufunga na geti mara tu zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam. Hali hiyo imepunguza wastani wa muda wa meli zisizokuwa za makasha kusubiri nangani kutoka siku 46 za awali hadi siku 7. Mheshimiwa Naibu Spika, mafanikio mengine yaliyopatikana katika bandari ya Dar es Salaam ni pamoja na kupungua kwa idadi ya meli zinazosubiri nangani kutoka meli 30 hadi 3. Muda wa meli kuhudumiwa nao umepungua kutoka siku 4 hadi siku 3 kwa meli za makasha. Muda wa kuhudumia meli za mafuta umepungua nao kutoka siku 10 hadi siku 3. Kuimarika kwa utoaji wa huduma hizo kumepunguza tozo za meli hizo kusubiri nangani na hivyo kuchagiza kupunguza gharama za bidhaa kwa Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile mapato ya mamlaka ya usimamizi wa bandari kwa mwezi yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 mwaka 2023-24 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1 mwaka 2024-25. Aidha, mapato yanayokusanywa kutokana na ushuru wa forodha nayo pia yameongezeka kutoka shilingi trilioni 9.35 mwaka 2023-24 hadi shilingi trilioni 9.86 kufikia Februari 2025.